mpinzani ambaye wanacheza naye, kwa sababu wametoka kupoteza dhidi ya Ali mabao 4-1. Yanga wametoka kushinda dhidi ya Farabati. Yanga alikuwa nyumbani, Kabaili alikuwa ugenini. Sasa leo Kabaili yuko nyumbani katika dimba lake la nyumbani. Anawakabili Young Africans. Mmoja alipoteza, mmoja alishinda. Ni aina ya mchezo ambao kwanza kabisa utataka kuwarejeshea confidence JS Kabaili wenyeji, lakini pia watahitaji JS Kabaili kuona ni namna gani wanapata taswira ya kundi lao, kwa sababu tayari mchezo wa kwanza walipoteza, lakini walipoteza wakiwa away. Wako nyumbani kwao ambapo na wao wana plani zao kwamba sisi nyumbani pengine tunahitaji alama 9. Kila mchezo wetu ambao tutacheza nyumbani tutahitaji alama 3 muhimu. Kwa hivyo mchezo utakuwa mgumu kwa sababu ya mwenyeji kwamba ana uhitaji zaidi, lakini pia nitawasifu kama wenyeji watajua namna gani ya kucheza na mgeni ambaye ametoka kushinda dhidi ya timu ambayo inaonekana ni ngumu zaidi kwenye kundi lao. Na Young Africans kwenye game kama hizi ambazo wameshajua namna ya kucheza kwa atmosphere ya washabiki, lakini namna ya kucheza kwenye pitch, kuwa na utulivu, nidhamu ya hali ya juu sana. Nimeona Young Africans wakicheza game zao za away kwa nidhamu ya hali ya juu sana, hususan wakicheza kwenye nchi za Kiarabu. Tuliwaona dhidi ya Club African namna ambavyo walicheza, waliwaheshimu wenyeji, wakajua kabisa hapa tuko mazingira aina gani, lakini huu ni mchezo unaohitaji una umuhimu gani. Wakashinda bao 1-0 ambao likawapeleka hatua ya makundi, lakini pia waliwahi kushinda dhidi ya Usma kwenye finali ya marejeano ya pili, na walishinda bao 1-0, lakini pia nidhamu ambayo walikuwa nayo, waliyaona mazingira ya Algeria namna yalivyo, lakini pia waliona namna ya wapinzani wa Kiarabu wanavyokuwa wakiwa katika viwanja vyao vya nyumbani. Kwa wakajifunza vitu vingi. Naamini tutaweza kuizungumzia sana game endapo itakuwa imemalizika, lakini kwa sasa tunaweza kusema kwamba timu zote zimejipanga kuhakikisha zinapata alama 3, lakini kikubwa zaidi nakiona kwa mwenyeji ambaye anaamini kabisa leo ana alama zake 3 uhakika nyumbani, lakini pia anapaswa kumheshimu mgeni ambaye anaenda. Amtazame Yanga akicheza kwenye nchi za Kiarabu, namna ambavyo wanatulia, namna ambavyo wanakuwa na nidhamu. Pengine wakafanikiwa kuishika game plan ya Kabaili, kwa sababu ukimdhibiti Mwarabu 45 za kwanza au angalau hata 30 au 25 za kwanza, kuna namna ambavyo unaweza ukamudu. Kwa hiyo kama Young Africans watafanikiwa kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza, naamini watawafanya JS Kabaili kuja na pressure zaidi, na hiyo pressure itawapelekea kupaniki na kuwafanya Young Africans wa relax, na unashangaa wanapata matokeo pale pale Algeria. Lakini yote kwa yote, game plan ya mwalimu Pedro kama itakuwa vizuri dhidi ya Kabaili, nafikiri wanaweza kufanya vizuri, kwa sababu Kabaili sio kusema ni wakutisha sana au ni mtu ambaye anaogopeka sana. Kwa hiyo kama Young Africans wataenda kucheza kwa ile nidhamu ambayo walikuwa wakicheza game zao dhidi ya Belouizdad licha ya kupoteza, dhidi ya Usma, dhidi ya kina Club African kule Tunisia, naamini wanaweza kufanya kitu ambacho kikawashangaza watu wengi ambao wanaamini leo Young Africans kule Algeria anaweza asipate matokeo. Lakini bado mimi naamini kwamba mpira ni dakika 90, mpira ni mchezo wa wazi. Kama mpinzani ataamka vizuri au mwenyeji ataamka vizuri, yoyote anaweza kupata matokeo, lakini ni miongoni mwa mchezo mgumu sana kwa Young Africans. Existence au uwepo wa wachezaji kama vile Arthur Bada, Babakar Sar, Ayman Mayusi, ambao hawa wote, bin Masoud, ambao hawa wote wamecheza na Yanga kwa nyakati tofauti. Kocha Joseph Zanbaya wa na Ndejula starter. Arthur Bada tulimuona mchezo wa Ahad. Babakar Sara alikosa hata goli, bila chance kabisa. Ayman Mayusi ndo anaongoza pale mbele kwenye safu ya ushambulizi, na alianzia nje ile mechi. Kwenye hayo mazingira, uwepo wa wachezaji unamfaidisha vipi Joseph Zanbaya ambao wanaifahamu Young African? Mimi sijai kuona kwamba kwa sababu wachezaji fulani wamecheza sehemu fulani wanaweza pia wakasaidia, ingawa wanaweza wakasaidia tu kumwelekeza mwalimu kwamba wanacheza staili hii na sisi tunatakiwa tucheze vipi, lakini mbinu za mwalimu ndo zitakuja ziamue mechi, kwa sababu mwalimu lazima atakuwa ameshawasoma wapinzani. Hatotegemea mpango mkakati ambao wale wachezaji wameshakutana nao au wamekutana na timu pinzani ndo wamuelekeze yeye mwalimu. Hilo halitowezekana. Kwa hiyo nafikiri mpango wa mwalimu ndo utatuonyesha na magari ameiandaa timu yake kufanya vizuri zidi ya Young Africans.
Sio kisa tu mchezaji alishawahi kucheza ndo anaweza akaisaidia timu yake kupata matokeo, hapana. Ila mpango wa mwalimu mwenyewe ndo utakuja utainufaisha timu. Umecheza kwenye mazingira ya game kama hizi, kwenye dakika za mwisho hasa zikiwa zinazolewa masaa machache kwenda kwenye game, kocha anakuwa concentrated na kikosi kwa namna gani? Au anahusika vipi? Au hizi sessions zilizobaki ni za wachezaji peke yao? Yani saa 3 tunazungumza, yani, saa 1 baadaye Mbungi. Kuna muda mwalimu anakaa na jopo lake pembeni. Wao yeye kama kocha mkuu pamoja na benchi lake lote la ufundi wanaanza kujadili ni nani acheze, nani asicheze kwenye timu. Kwa hiyo kuna muda mwalimu anaweza kaja akakwambia wewe uanze, na wewe ulikuwa na mashaka kwamba siwezi nikaanza. Kwa pressure itakuwa kwako, sio kwa mwalimu tena. Kwa hiyo kuna ndo mara nyingi walimu wanafanya hivyo. Anakaa kwanza na benchi lake la ufundi, zeni akija kumalizia na wachezaji anawapa tu maelekezo baadhi ya kufanya. Hawezi akawaambia vitu vingi. Kwa siku kama ya leo ni siku ambayo wachezaji wengi wamerelax. Sio ambayo siku ambayo ni ya mazungumzo sana. Ni siku ambayo wachezaji wote akili zao wanazielekeza kwenye mchezo. Kwa utamkuta mchezaji ameweka earphone ameweka masikioni tu, anakaa anasikiliza. Kwa walimu wenyewe ndio wao wanakaa wanajadili waende na mpango gani ambao tayari wameshauandaa kwa ajili ya kuelekea kwenye mechi husika. Kwa nini hakunaga mazoezi siku ya mechi? Siku moja kabla mazoezi huwa yafanyiki kwa siku moja kabla. Yani kwa mfano siku ya mechi yanafanyika, kwa mfano jana ndio mwisho, yani jana wamefanya asubuhi, sio jioni, asubuhi na wenyewe wanafanya mazoezi mepesi. Yani ni ya kugusagusa mpira basi. Yani ni kama nusu saa tu wanafanya, baada ya hapo wanarudi nyumbani kutulia. Afu kuna wale ambao wanaruka ukuta, sasa kesho game wanaruka ukuta kwenye kadanse. Sasa kwa mazingira ya Algeria ni ngumu, au mazingira ya nchi za Kiarabu. Unajua wachezaji ni kama wanafunzi shuleni, kwamba hauwezi, wanasema uwezi ukanenepesha ng'ombe siku ya mnada. Sasa mwanafunzi unajua kabisa kwamba Jumatatu naanza mtihani. Sio unaanza kusoma Jumamosi. Sio unaanza kusoma Jumamosi. Hauwezi eti hiyo Jumatatu kabla ya kuingia ndani ya chumba cha mtihani uanze kujisomea. Au mara nyingi watu wa hivyo walikuwa ni wale ambao wajiamini kwa kile ambacho walikuwa wameshafanya. Mbona mimi nimefanya hivyo sana? Ulikuwa ujiamini sasa. Kwa sababu unasikia Jumapili kabla mchezo. Kwanza yani hata mwanafunzi kwamba Jumapili, sajua Jumatatu anaamkia mtihani. Jumapili atasoma ni mchana nadhani. Usiku atakuwa amerelax, ametuliza akili yake. Kwanza hata mzazi nyumbani huwa hawezi kukusumbua na nini, anajua kwamba mwanangu anaamka kesho anaenda kwenye mtihani. Mwanafunzi analala mapema, ana relax asubuhi, anafika anakuwa na utulivu wa hali ya juu shuleni, anasubiri mtihani. Hiyo inasaidia usisahau hata vile ambavyo ulivifanya, kwa sababu ile ya dakika za jioni kwamba eti saa 2:30 tunaanza mtihani. Wewe ukashika karatasi ukaanza kusoma, ukaanza yani unachanganya, unashindwa kuchagua ni hizo. Afu hizo tachi za mwisho ndo zinamalizaga mechi kama mlikuwa mjui sasa. Au magoli ya jioni hapana. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Unaweza ukapitia, ukishapitia umesoma labda maswali labda 5. Ukifika kwenye hao 5 unasema nimeyakariri. Haki ya Mungu wallahi. Unakumbuka hili? Moja. Unasema ile si nimelisoma. Ilikuwa nasemaje tena? Sasa mchezaji anamaliza mazoezi mepesi siku moja kabla ya mechi, kama hivi jana Yanga Alhamis wamemaliza asubuhi. Kwa hiyo muda wote wanakuwa wamerelax. Yaani ukimwona mchezaji kaeka headphone masikioni anasikiliza muziki, yani ni kama ana refresh mind yake sasa. Yaani ana focus tu na mchezo, na ndio maana siku hizi unaona kabla ya masama, baada ya timu kuingia uwanjani mnaruhusiwa kukagua uwanja. Wachezaji pia wanapita kukagua uwanja kuona namna gani uwanja upo na nini, umeona, yani ukalili maeneo ya kiwanja ndani ya pitch pale, kwamba utakapokuwa unatumika hapa unajua kabisa hizi ni nini na nini, na kuona tu uwanja unaweza mkaukagua then mkatoa tathmini yenu kwamba mwalimu, huu uwanja leo ni 1 2 3. Baada ya hapo mnaingia mnafanya warm up na yenyewe ni mazoezi mepesi tu. Gonçalves, tactical anaingiaje leo? Mabadiliko yoyote ya kikosi ambayo yanaweza kuaffect mchezo positive na negative, kuanzia eneo la goalkeeping mpaka mwisho kule, ataingia vile vile kama alivyoingia dhidi ya FAR Rabat au ataingia kwa namna gani leo? Mimi nafikiri alivyoingia kwa FAR Rabat ilikuwa bora sana na ilimpa faida kwenye kupossess mpira, ilimpa faida kwenye kushambulia, ilimpa faida kwenye kuzuia, lakini ilimpa faida pia kwenye kuichezesha timu.
Ukiangalia walinzi ambao walianza nao, watu wengi walijua labda anaanza Shadrack Boka, miongoni mwao hata mimi pia nilijua ataanza Shadrack Boka, lakini akaenda kuanza Mohamed Hussein kwa sababu Mohamed Hussein yuko na experience kubwa na CAF Champions League tofauti hata na Shadrack Boka, lakini uhai ulionekana kwa nafasi ambayo alianza. Israel Mwenda alikuwa kwenye performance nzuri. Walinzi wakati wa Yanga nao walikuwa kwenye performance nzuri, usimsahau golikipa. Lakini eneo la kiungo pia namna ambavyo alianza na Mudathiri Nzengeli na Duke Abuya, aliamua kuanza na wale kwa sababu ni watu ambao wanakaba lakini pia wanachezesha timu kwa nyakati tofauti, na ndio maana Maxim pia Nzengeli alishuka katikati kwenye mfumo wa 4-3-3, mfumo ambao ulikuwa favorite zaidi kwa Maxim Nzengeli kwa sababu anacheza ile namba 7 free ambayo haina mambo mengi, kwa sababu anacheza namba 7 ambayo juu yake ana wings ambaye alikuwa ni Celestine Ekua. Kwa namna ambavyo walicheza Young Africans dhidi ya FAR Rabat katika ile lineup ambayo ilianza kwenye ule mchezo ilikuwa ni bora kwa sababu ilimpa kila kitu, na nadhani hata plani yake ilifanikiwa. Timu ipossess, timu itengeneze nafasi, shambulia kwa kasi, lakini pia timu inapopoteza mpira mnapoka mpira kwa uharaka zaidi. Na uliangalia ile game namna ambavyo viungo wa kina Hilmat wa FAR Rabat walikuwa bora, lakini walishindwa kuhimili mikiki ya Maxim pia Nzengeli, Duke Abuya pamoja na Mudathiri haya, kwa sababu wote kwa nyakati tofauti walikuwa wanakaba kwa namba kubwa kwenye eneo la katikati. Na mwalimu alichonifurahisha hakuwa na waruhusu wale viungo wake kusambaa, yani kutawanyika kwa muda wote. Ulikuwa ukiwaona wote wanacheza sana kwenye eneo la katikati. Mudathiri, Duke Abuya pamoja na Max Nzengeli. Angalia hata pasi ambayo walikuwa anapiga Mudathiri haya inaenda kumkuta Prince Dube anafunga bao dhidi ya Rabat. Unaona muundo ambao walikuwa nao wakati ule. Lakini kwenye formation ya kawaida ambayo Yanga walikuwa wanacheza mwanzoni mwa msimu, ulikuwa unaona wakati huo anaipiga hiyo pasi Mudathiri, tayari mtu kama Maxim pia Nzengeli kaishasogea, yuko mbali kabisa. Duke amesogea labda pengine yuko mbali, lakini namna walivyokuwa wanacheza walitimiza majukumu yao kwa 100%, kwa sababu Waarabu ni wazuri sana kwenye rebounds kutokana na maumbile yao, kwa sababu mipira mingi inaweza ikaja juu wakazuia wakapiga counter wakakuathiri, lakini Mwalimu Pedro alifanikiwa katika hilo kutokana na lineup ambao alianza nayo. Ukiangalia wale viungo ukimsema Duke sio old midfielder asilia, na Mudathiri hivyo pia, lakini waliweza kuonyesha kitu cha ziada, wakafanya vizuri kwenye eneo la katikati, na nadhani miongoni mwa silaha kubwa ya Young Africans kufanikiwa dhidi ya Rabat ni kuwa na engine imara zaidi katikati kwenye ule mchezo. Lakini bahati mbaya sana wameamkia kwenye kundi la Azam. Game ya kwanza dhidi ya Nairobi United alijaribu kuzuia mafuriko, akafungwa goli 3 tu. Na ukimwangalia Nairobi alivyocheza alijaribu kucheza kwa heshima, na alikuwa anakosa wachezaji muhimu. Kwa mfano kwenye eneo lao la ulinzi alikuwa anamkosa defender ambaye alikuwa ndio regular starter, midfield pia wakafanikiwa kuzuia kile ambacho walikizuia. Wakati Nairobi anafungwa goli 3 na Wydad, tulikuja hapa tukasema uweze amini Azam anaweza akafungwa goli 5. Anachukua zaidi ya goli 5-6 na Nairobi kazuia pale. Nairobi kibonde, afu Azam akutana Nairobi, Azam akachukua 6 kwa Nairobi. Aona mpira jinsi usipokuwa na heshima. Unaona? Ibenge dhidi ya Wydad Casablanca kafanya kazi Uarabuni, kachukua ubingwa mbele ya Wydad Casablanca. Alichukua ubingwa mbele ya Wydad kutokana na aina ya timu ambayo alikuwa nayo, lakini leo anakutana na Azam ambao na Wydad ambao wamejaribu kubadilisha kikosi chao mara baada ya kuwa wamepotea. Miongoni mwa mchezo ambao mimi nafikiria kama Azam watakuwa wana morali au wana hali ya kujaribu kutaka kitu, wanaweza wakawazuia Wydad, hata kama ni kufungwa basi ni goli 2 au 1. Lakini kama watakuwa na hali na morali kwamba tunahitaji kupata alama 3 tukiwa nyumbani, kiukweli watakutana na shida kubwa sana. Lakini mimi naamini Florent Ibenge na wachezaji wazuri, kama atatuliza akili yake vizuri, akawapangilia vizuri wachezaji wake, kwa sababu naye amekuwa akibadilisha kikosi chake, akawapanga wachezaji vizuri na numbers za viungo zikawa nyingi, kwa sababu naamini eneo ambalo litawapa shida ni katikati kwa Wydad, kwa sababu Wydad ana viungo wazuri. Kwa hiyo ukikutana na Wydad mwenye viungo wazuri na ukatuwekea watu ambao hawako vizuri,
wanaweza wakakupa shida sana. Unajua wakati mwingine watu hawaelewi kwa nini watu wanatamani kuona viungo wazuri. Kiungo ndo mtu pekee ambaye anaibebelea timu. Achana na mfungaji ambaye anafunga, lakini eneo la kiungo ndo eneo sahihi, na mimi naona shida kwa Azam kubwa ipo katika eneo la kiungo. Sasa kama eneo la kiungo la Azam lina watu kama kina James Akaminko, kina Sadio Kanute ambaye nadhani amemsajili mwenyewe Florent Ibenge. Nafikiri kuna namna ambavyo anapaswa kuliimarisha zaidi eneo lake la kiungo ili kuweza kuwazuia Wydad Athletic, na bado Wydad na yeye ana kazi kubwa kuhakikisha anawafunga Azam. Sio rahisi kumfunga mtu nyumbani kwake wazi. Kwa mimi natamani kuona Ibenge akifanya kitu kwa Wydad, kwa sababu wengi tunaamini kwamba ubora wa Wydad unaweza ukafanya mambo makubwa zaidi kwa Azam, lakini inawezekana ndio, lakini kwenye football kila kitu waga kinabadilika. Shangaa Wydad anang'ang'aniwa leo na Azam. Kwa sababu Azam anaweza akawa na mashabiki wake wengi uwanjani, wakamsupport vizuri, wakamtia nguvu, akafanya kitu kwa Wydad. Aliwahi kuja Ali akiwa kwenye ubora, lakini akafungwa na Simba. Watu wakashangaa sana, lakini wengi walikuwa pia hawaamini. Kwa kwenye mpira kila kitu waga kinawezekana. Kwa mimi naona kama safari ya Ibenge leo inaweza kidogo ikarejesha matumaini kwa watu wa Azam na mashabiki wa Azam, kwa sababu wamesononeka kupoteza mchezo wao wa kwanza wakiwa Kongo, mchezo wao wa pili wako nyumbani. Kwa kuna namna unaweza leo wakaja na surprise, wakatushangaza watu wengi ambao tunaamini ubora wa Wydad unaweza ukafanya kila kitu. Na kama Nairobi alifungwa bao 3 kule Casablanca, naamini hata yeye mwenyewe anaweza kuzuiliwa asipate hata hizo bao 2 Azam Complex. Nadhani wachezaji wanaotisha zaidi ni wale Themikos Lochi, ZH. Nadhani kwenye mchezo sijasikia taarifa zake. Na squad bahati mbaya hawajaitoa. Aziziki Zaka anasema tusiangalie record. Tunapenda sana historia. Waandishi wa habari na washambuzi wanapenda sana. Azizi anaonekana akiwa Yanga anawafunga sana. Afunga sana Azam, of course. Haizui hiyo pia. Shangai leo pia na wakanda. Na wachezaji tumetoka kuwazungumza kwa Babakar Sar Atabada pamoja na Ayman Mayus. Leo wanakutana na Afrika. Yani mechi kama ya leo inahitaji wachezaji wajitolee zaidi. Yani wajitolee maradufu. Yani mbinu tu za mwalimu sio kwamba zitaweza zikapelekea mchezo Azam wakapata matokeo, ila na wachezaji wenyewe wajitolee kwa hali na mali ili waweze kupata matokeo. Bila wachezaji wenyewe kujitoa na kujiona kwamba na wao wanaweza kufanya, haiwezekani. Kwa ila wakiosema na sisi tunaweza wa kufanya kitu. Sisi tushaje kucheza mechi na timu ambayo imetuzidi kila kitu, wachezaji walionao, experience wote, lakini walitufunga goli 3-2 napo kwa shida sana. Yani tumeshapambana, lakini mechi tulikaba mno. Na ukienda kulala unakohoa kabisa yani umechemka au kama Chamalawana. Chamalawana walitufunga 7. 7 tumeenda sisi na wachezaji tuko 11. Hatuna sabu. Yani pindi muda unapozidi kuongezeka afu ni asubuhi. Jua inapozidi kuongezeka, sisi tunazidi kuchoka, wao wanazidi kuongeza watu. Vikosi 4. Zidi ya 11. Kwa mechi kama ya leo ndo kama hivyo nilivyosema, wachezaji kujitolea. Yani wachezaji wanapojitolea wakampa kitu mwalimu, na mwalimu akajua kabisa nina kundi la watu ambalo litanisaidia mimi kwa vyovyote vile hata nikifanya nini. Tactical kiundani zaidi wakati tuna Azam mpaka sasa hivi bado hawana goalkeeper namba 1. Sio tu goalkeeper, kuna baadhi ya sehemu bado Azam hajakamilika. Eneo la katikati, mbele kule, goalkeeping, leo Foba, kesho Fofana. Leo Foba, Manula huyo hapa naye anaoma hapo nje huko. Anaingiaje leo? Mimi nafikiri hatakuwa na mabadiliko makubwa sana, lakini nilitamani kumuona Issa Fofana ana uzoefu na haya mashindano. Na ni mtu ambaye hata akiwa langoni anavyoijenga timu, anavyowapanga safu yake ya ulinzi ni kama ambavyo Diala yupo, umeona. Ana vitu vingi ambavyo anashindwa kuendana na Zuberi Foba. Na mimi naamini kama Ibenge ataingia na kikosi chake ambacho ni very strong, kikosi ambacho anaamini kitampa matumaini makubwa msimu huu kwenye mashindano ya kimataifa pamoja na mashindano ya ndani. Naamini kuna namna anaweza akafanya mabadiliko yasiwe makubwa sana, at least yakawa madogo. Faisal leo nilitamani nimuone akicheza namba 10 pamoja na namba 9 Jefte Kitambala, na wafanye kazi moja tu ya kuhakikisha anamtengenezea nafasi Kitambala ambaye
hajawa na wakati mzuri. Amekuwa ni mtu ambaye analaumu kwa sababu hapigiwi pasi kwenye njia. Nilimsikia alikuwa ni Nida anasema kwamba kila nafasi anakosa jamaa, afu analalamika anafanyaje. Lakini unajua mchezaji striker anapokuwa analalamika uwanjani kwamba kila mpira, yani kila nafasi na nini, kuna namna ambavyo striker huwa anatamani kuwa anacheza na mtu ambaye ni mzuri zaidi katika kumchezesha.